Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Ukiwa Kinshasa, Brazzaville na Bangui ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Edith Peter. Andamana nasi kwenye kurasa wetu wa Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika hapo Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu, eneo zima la pwani. Hapo Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM Radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini, pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Wasikilizaji wetu wa Uganda sasa tupo kwenye Jogoo 93.8 FM inayopatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayuge, Malaba na mpakani Busia, pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Ni Jumatatu ya Aprili 27 kama ibada. Leo tunakita kambi kutoka viwanjani. Leo tumwapiga mbona mleta vita? Lakini tuachane na vita. Nimwambia Gor ni ngapi? 2. Kuna Gor na kuna Maya. First leg mlicheza na Gor. Tumwaletea Maya. We still have some matches to play. That's why nasema we are still in it. Paka venye mathematically itakataa that ukiadd 1 + 1 haiwezi ingia tu. Hapo ndo nitasema wacha wachukue ligi. Hii mechi inayokuja hii tutawaonyesha kwamba kweli sisi ni mnyama, kwa sababu miaka yote tumekuwa tukiwaonyesha. Unajua hii kipindi cha hapa karibuni tu amekuja, unajua kama ile wanavyosemaga mtoto mpe wembe ajikate mwenyewe. Sisi hiyo tarehe 3 tunataka ushindi. Sisi mabingwa. Kila mwaka tunataka tuchukue hilo kombe kuwapiga wao Simba. Sasa ndio tunataka waje kabisa pale kwao, tunataka kuwapigia pale kwao pale. Lakini kwanza tupate taarifa za habari na Nyota Suleiman. Bamako, Mali. Waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara ameripotiwa kuuawa kufuatia shambulizi la bomu la kujitoa mhanga lililolenga makazi yake karibu na mji mkuu Bamako. Vyombo kadhaa vya habari viliripoti kuwa tukio hilo ni sehemu ya wimbi la mashambulizi yaliyoratibiwa na wanamgambo wa jihadi na makundi wanaotaka kujitenga katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Televisheni ya taifa ilithibitisha kifo chake saa kadhaa baadaye, ikisema alifariki kutokana na majeraha aliyopata alipokuwa akijibu mashambulizi hayo. Ripoti pia zinasema kuwa kiongozi wa serikali ya kijeshi Assimi Goita alihamishwa hadi eneo salama baada ya makazi yake kulengwa. Kaskazini mwa nchi, mamluki wa Urusi waliokuwa wameajiriwa na jeshi la Mali wamekubali kujiondoa katika mji wa Kidal baada ya mapigano ya siku 2, kwa mujibu wa kundi la waasi la Azawad Liberation Front FLA. Kwa miaka kadhaa Mali imekumbwa na uasi wa makundi yenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State pamoja na kundi la FLA. Tunisia. Mamlaka nchini Tunisia zimeamuru kusimamishwa kwa muda mwezi mmoja kwa shughuli za shirika la haki za binadamu la Tunisia, mojawapo wa mashirika ya zamani zaidi barani Afrika na katika ulimwengu wa Kiarabu. Shirika hilo pia ni sehemu ya mashirika yaliyotunukiwa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2015. Hatua hiyo imeibua wasiwasi kuhusu kuongezeka ukandamizaji dhidi ya asasi za kiraia. Rais Kais Saied mara kadhaa amekuwa akitaja ufadhili wa kigeni kama tishio kwa taifa, akidai hutumiwa na wapinzani wake wa kisiasa na wanaharakati kuchochea mapigano. Kusimamishwa huko kunafuatia hatua nyingine kadhaa zilizolenga mashirika ya kiraia, ambapo mahakama mwaka jana ziliamuru baadhi ya mashirika kusitisha shughuli zao kwa muda, yakiwemo yale yanayohusika na haki za wahamiaji na wanawake. Gitega, Burundi. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ameteuliwa kuwa mgombea wa chama tawala CNDD-FDD katika uchaguzi wa mwaka 2027. Ndayishimiye amekuwa madarakani tangu mwaka 2020
akiwa rais wa kwanza kuongoza chini ya mfumo mpya wa muhula wa miaka 7. Mabadiliko hayo yalitokana na kura maoni ya mwaka 2018 iliyorekebisha katiba na kuongeza muda muhula wa rais kutoka miaka 5 hadi 7. Hata hivyo, mashirika ya haki za binadamu yamekuwa yakikosoa mabadiliko hayo barani Afrika, yakisema mara nyingi huchochewa na viongozi wanaotaka kuendelea kusalia madarakani. Juba, Sudan Kusini. Polisi wamepelekwa kwa wingi katika mji mkuu Juba, huku mamlaka zikisema ni sehemu ya maandalizi ya uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Disemba mwaka huu 2026. Kwa mujibu wa ripoti wa shirika la habari la Sudan Post, uwepo mkubwa wa polisi barabarani ulianza kuonekana tangu Alhamisi, hali iliyozua hofu miongoni mwa wakazi kuhusu uwezekano wa tishio la kiusalama. Hata hivyo, jeshi la polisi limeondoa wasiwasi huo likisema kwamba operesheni hiyo inalenga kupima utayari wa usalama kabla ya uchaguzi huo. Sudan Kusini iliyopata uhuru wake mwaka 2011 bado haijawahi kufanya uchaguzi mkuu wa kwanza. Uchaguzi huo ulikuwa ufanyike mwaka 2024 lakini ukaahirishwa kwa miaka 2 kutokana na changamoto za maandalizi na usalama. Namwona Gabriel Ingubu na kikosi chake cha spoti yupo unyo kutoka viwanjani na Kapulao. Karibuni sana. Naam, kama kawaida Jumatatu huwa tunatamba viwanjani. Na bila kupoteza muda tuingie katika studio zetu za Bujumbura kuangalia jinsi jedwali za ligi za mataifa ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu zimesimama. Baada ya timu zote za ligi kuu ya Tanzania bara kucheza mechi 19, vinara watatu Yanga, Simba na Azam bado wameachania pengo la alama 5 katika jedwali hilo. Kizaza cha kupangua jedwali hili kitaanza Alhamisi hii wakati nyota wa Singida watamulika Pambo ya Pamba Jiji saa 8, kisha baadaye Mbeya City kukabili Mashujaa saa 10 alasiri na tufunge siku nao KMC wakiwakabili JKT Tanzania saa 12 jioni. Kilele cha dondoo hii ni pale Jumapili wakati wa dabi ya watani wa jadi Simba na Yanga. Tukivuka Kilimanjaro na kuingia Kenya ni kwamba baada ya AFC Leopards almaarufu Chui kukatwa kucha zake na polisi weekend iliyopita, Chui hakuwa na la kujitetea nalo jana Jumapili wakati alivamiwa na Gor Mahia nyumbani na kumkabidhi alama 3 na bao moja, mechi iliyopandisha Gor juu ya meza kwa alama 61 huku Chui akichechemea kwa nafasi ya pili na alama 55. Polisi wanawakimbiza katika nafasi ya 3 kwa alama 48. Tukiingia ndani mwa Uganda, vinara wa ligi hiyo Vipers hawakumhurumia Gaddafi wakati walimiminia mabao 3-0 na kupaa kileleni mwa jedwali hilo kwa alama 58. KCCA, Villa Sport Club na Kitara wote wamefungamana na alama 51 wakininginia katika nafasi za 2, 3 na 4 mtawalia. Pambano kali ni kesho kutwa wakati Vipers watakuwa na nambari 2 KCCA kubaini ikiwa Vipers watazalia juu kwa alama zaidi ama KCCA kuongeza alama zao kutoka 51 walikofungamana na nambari 3 na 4. Tukikwea hadi milimani Kigali ni kwamba ushindi wa Al Hilal wa mabao 2-0 dhidi ya Musanze mwishoni mwa wiki umemweka juu ya meza kwa alama 61 akiwa anafuatwa na APR FC kwa alama 55 baada ya mechi 28. Al-Merreikh katika nafasi ya 3 wana nafasi ya kuwapiku APR kwa vile wana alama 52 na mechi 1 mkononi. Je, unajua ligi ya Rwanda tu katika ukanda huu ambayo imeruhusu timu 2 za kutoka nje ya taifa hilo kushiriki? Kutokana na utovu wa usalama katika taifa la Sudan, timu za Al-Merreikh na Al Hilal ziliruhusiwa kujumuika na timu ya Rwanda kushiriki katika kombe la ligi kuu Rwanda Premier League nchini humo. Ni hayo tu kutoka hapa Bujumbura. Mimi ni Gilbert Ruyange, idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Moja kwa moja kutoka Bujumbura tunaingia Dar es Salaam ambapo watani wa jadi Simba na Yanga watakutana mara 2 ndani ya wiki moja, huku mashabiki wake wakiendelea kutambiana mtaani. Mababe hao wa soka ya Tanzania watakutana katika fainali ya Kombe la Mapinduzi kisiwani Zanzibar, na baadaye Mei 3 watamenyana katika ligi kuu ya Tanzania bara jijini Dar es Salaam. George Jogopa alitangamana na mashabiki hawa wakitambiana mitaani.
Yanga tunashinda tarehe 3, tunapiga mtu 3-0. Kwa sababu kikosi changu na kiamini kiko vizuri, kwa sababu tuna mechi mbeleni yenye uzito, yenye kuchukua kitu tunachokitaka, lazima tushinde. Kwa hiyo mnyama ajipange. 3 zinamsubiri. Tarehe 3 mwezi wa 5. Mashabiki wa Yanga tupo. Hii mechi inayokuja hii tutawaonyesha kwamba kweli sisi ni mnyama, kwa sababu miaka yote tumekuwa tukiwaonyesha. Unajua hii kipindi cha hapa karibuni tu amekuja, unajua kama ile wanavyosemaga mtoto mpe wembe ajikate mwenyewe. Sasa ndio tutakuja katika kipindi maalum kabisa, na sasa hivi tulipofanya mambo ya marekebisho ya uongozi umeanza kuona kabisa watu wametulia, sisi wanachama tumetulia, tunasubiri tuone kipigo atakachopanga. Wanasema kipigo cha mbwa. Sisi wale wateja wetu hata tuhamishe uwanja kule tunawafuata, sisi tunawafunga kule kwao kule. Sisi tunataka ushindi tu kwa Simba. Hatuna la ziada sana. Sisi tunataka ushindi, tuwafunge mara 5 basi imeisha hiyo. Sisi hiyo tarehe 3 tunataka ushindi. Sisi mabingwa. Kila mwaka tunataka tuchukue hilo kombe kuwapiga wao Simba. Sasa ndio tunataka waje kabisa pale kwao, tunataka kuwapigie pale kwao pale. Bweni pale ndio tunataka. Waje wao machinjioni wao ndio tuwapigie sisi. Hatuna lingine la tuwashinje kabisa. Wao wanasema Simba, sisi tunataka tuwashinje kabisa. Chinja kabisa. Afrika hii hakuna timu yoyote ambayo itapangiwa na Simba alafu atakuwa comfortable kwamba na kwenda kupata sare na kwenda kumfunga. Ni Yanga pekee ambapo akipangiwa mechi na Simba anakuwa hana wasiwasi, na ndio kitu ambacho kinatuumiza. Shangwe, vifijo na nderemo zilitawala jiji kuu la Uingereza, London, wakati Mkenya Sebastian Sawe alivunja rekodi ya awali na kukata utepe kwa lisali 1 dakika 59 sekunde 30, akiwa mtu wa kwanza duniani kumaliza mbio hizo za kilomita 42 chini ya masaa mawili. I was ready today and I was well prepared. Nilikuwa tayari leo. Nilikuwa nimejitayarisha kwa hizi mbio za London Marathon. Nimefurahia sana haya matokeo ya leo, kwa vile mbeleni kuna mambo mengi. Ingawa mwendo ulikuwa wa kasi sana, nilikuwa nimejitayarisha vilivyo. I was not bothered so much because I was ready for it and I was well prepared. Mbio za London Marathon ambazo zilizinduliwa mwaka wa 1981 huandaliwa ili kuchangisha fedha za kuchangia misaada, kuimarisha michezo na kujumuisha watu wa jamii mbalimbali pamoja. Mu-Ethiopia Yomif Kipchirchir aliridhia nafasi ya pili nyuma ya Sawe kwa sekunde 10, huku Muganda Jacob Kiplimo akifunga nafasi ya 3 kwa masaa 2 na sekunde 28. Inabainika kwamba watu zaidi ya 1059 walishiriki katika mbio hizo za awamu ya 46, na ikumbukwe hizi ndizo mbio mke wa rais mstaafu Margaret Kenyatta aliwahi shiriki kuchangisha fedha za kuimarisha afya ya kina mama wakati kujifungua hospitalini. Vile katika taifa la Marekani, kila mwezi wa Aprili huandaliwa mbio za Boston Marathon, ambapo mataifa mengi hushiriki katika nafasi mbalimbali. Mkenya John Korir alishinda mbio hizo kitengo cha wanaume, huku Mkenya mwingine Sharon Lokedi akikwachua ushindi upande wa wanadada. Mzozo mpya unaokumba shirikisho la kandanda nchini Kenya FKF umefikia shirikisho la kandanda duniani FIFA na shirikisho la kandanda la Afrika CAF. Wiki jana madai yaliibuka kwamba rais wa shirikisho la kandanda Kenya Hussein Mohamed hakuweza kuelezea jinsi shilingi milioni 42 za michuano ya CHAN zilivyotumika. Yeye pamoja na maafisa wengine 3 walitimuliwa ofisini na kamati kuu ya FKF, huku msaidizi wake McDonald Mariga akichukua hatamu hizo kwa muda. FIFA na CAF kwa pamoja wametaka ushahidi wote uliotumika kumtimua Hussein pamoja na kanuni zilizofuatwa kuwekwa mezani kwao ifikapo Mei tarehe 1. Kwa kulinda hadhi ya Kenya mbele ya uso wa kimataifa, Mariga amesema atashirikiana nao kufanikisha uchunguzi wa huru na haki. FIFA na CAF zina uwezo wa kunyang'anya Kenya nafasi ya kuandaa michuano ya AFCON ikiwa mizozo kama hizi zitazidi kukumba FKF. Vamos!
Dabi ya 99 tangu kuzaliwa kwa timu za AFC Leopards na Gor Mahia mwishoni mwa wiki ugani Nyayo ilimwachia Leopards jeraha la goli moja bila jibu na kupanua pengo kwa alama 6 katika jedwali la FKF Kenya Premier League. Dakika ya 82 ya mchezo, kona iliyochanjwa kuelekea lango la AFC Leopards iliunganishwa na kwa shuti kali na nahodha Alpha Onyango na kuamsha halaiki ya mashabiki wa Gor Mahia walionyeshewa katika mechi mbili zikifuatana awali. Pasla mlitupiga tukatoka polepole bila vita. Leo tumewapiga, mbona mnaleta vita? Lakini tuachane na vita. Nimwambia Gor ni ngapi? 2. Kuna Gor na kuna Mahia. First leg mlicheza na Gor. Tumwaletea Mahia. Mahia iko na Juogi. Unajua Juogi? One Kodingile. Alafu si wanategemea midfield. Tumeshikilia Tyson first half amjacheza. Mumeleta Madi second half, amejaribu kuleta hiyo passes, lakini tactically mwanakona venye amefanya. Ameleta Lawrence tukabaki hapo mbele. Inamaanisha tuko na Lawrence hapo, tuko na Alpha hapo, alafu hapo katikati Morrison tukawafunga. Kuwafunga Juogi ilikuwa hapo kando pia, mkashindwa. Gor Mahia iliyotengenezwa mwaka wa 1968 imenyanyua kombe la ligi ya Kenya Premier League mara 21 na sasa wanaongoza jedwali hilo kwa alama 61 baada ya mechi 29. Wakati tutakutana tena mapao tutawachapa. Ni siri yetu. Mtakutana lini? Sisi ligi yetu tumemalizana na nyinyi. Mtupiga home, tumewapiga away. Mlishatupiga home, tumeshawapiga away. Moja yenu ya uchungu last time na sisi yetu moja yetu ya uchungu this time round. Hamwezi tupiga home and away. Oje tukakula omena yetu kwa amani, lakini hamwezi tupiga home and away. Dabi ya kwanza ya Gor na AFC Leopards ilichezwa miaka 57 iliyopita katika uwanja wa City Stadium ambapo Gor iliibuka na ushindi. Tangu wakati huo hadi sasa Gor wameshinda AFC Leopards mara 34 huku FC ikishinda mara 28 na kuandikisha sare ya mara 35 katika michuano ya ligi kuu. Sasa kibarua cha kunyanyua ligi kuu ya Kenya kimeshikiliwa na mechi 5 zilizosalia kutarajiwa kutamatika mwishoni mwa mwezi wa 5. Hata hivyo, AFC Leopards walionyesha mchezo wa hali ya juu na bado wana matumaini ya kumaliza ligi kileleni kama wanavyosema mashabiki wao. Percentage kubwa probability ni kitu kama 70-30, Gor 70-30. But we still have some matches to play. That's why nasema we are still in it. Paka venye mathematically itakataa that ukiadd 1+1 haiwezi ingia tu. Hapo ndo nitasema wacha wachukue ligi. Mimi naambia watu wa Gor Mahia. Kwanza kwa majina mimi naitwa kama Opanda Junior kutoka Kakamega. Na leo niko na huzuni sana. Leo nilikuwa nimekuja nikiwa na imani kwamba watu nawapika leo mapawa 3 na point 3. Lakini hii kitu wametufanyia leo. Wacha game next watuchape ndio tujue hao ni wanaume. Tebo hao ni kama Arsenal. Tebo anashikilia tebo lakini mwenye anapepa amejulikana. So kuna kushindwa na kuna kushindwa. Wakati vile tulipiga Gor wako kasirika. Lakini leo wametupiga sawa. Tusikasirike. Lakini bado tuko na hope ya kuchukua ligi. FC Leopards tumekaa kwa muda mrefu. 1998 up to date. Naambia mafani wote FC Leopards. Yes. Never lose hope. Tukufe na timu na tusimame na timu. Hadi Jumatatu ijayo, mimi ni Gabriel Ingobo. Uwe na jioni njema. Ni wanamichezo wetu, usikose kuungana nao kila Jumatatu. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge nasi, yani usubscribe na YouTube idhaa Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Edith Peter. Ukiwa Afrika Kusini unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM Radio pale Johannesburg kila siku. Pia inapatikana kwa masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye redio ya Jamii Kivu, inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi, pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira.
Fuatilia matangazo haya pia kwenye Radio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Rubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mkuu wa kikosi cha kulinda amani nchini humo MONUSCO James Swane ameendelea kukutana na makundi tofauti mashariki mwa nchi. Wikendi hii Swane alikutana na kamati inayotathmini utekelezwaji na mwafaka wa amani wa Washington. Aidha, mkuu huyo alifanya kikao na viongozi wakuu wa kundi la M23 mjini Goma. Duru zinasema pia alikutana na kundi la FDLR. Katika mikutano yote, Swane amesisitiza kuweka njia salama ya kutoa misaada kwa waathirika wa vita mashariki mwa nchi na pande zote kuheshimu mwafaka wa amani. Msekedide anaarifu zaidi. Ziara ya mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Goma, na ambaye pia ndiye mkuu wa MONUSCO, kama vile kutembelea maeneo mengine, ilikuwa na lengo la kujadiliana na viongozi wa muungano wa AFC M23 kuhusu masuala mengi, mkiwemo misaada ya kibinadamu kama vile usalama kwa ujumla, pia swala la wapiganaji wa zamani wa jeshi la vuguvugu kwa ajili ya ukombozi wa Rwanda FDLR. Baada ya kukutana na viongozi wanaomiliki eneo, huyu alijielekeza moja kwa moja kwenye kambi ya mpito ya Mubambiro, sehemu wanakokusanywa baadhi ya wapiganaji wa FDLR, huko akatoa ujumbe huu. Dossier très important, c'est-à-dire le départ de FDLR de la Brousse. Swala muhimu sana ni kuondoka kwa FDLR kutoka misituni kwa wale walio tayari kurejeshwa nchini mwao. Nataka kazi ya hapa kwamba swala hili la FDLR limebaki kuwa kipaumbele, iwe kwa MONUSCO kama vile kwa jumuiya ya kimataifa. Hiyo inawekewa kistari kwenye azimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Haliwezi sahaulika swala hili la FDLR. Nashukuru kwa mara nyingine wenzetu, washirika wetu wa Kongomani ambao wanaendelea kuchapa kazi kwa ajili ya kupata suluhisho kwa mambo hayo yanayohusu FDLR. Qui continue à travailler pour que on réalise les objectifs de trouver des solutions pour les FDLR. Kuhusu mazumuni ya ziara hiyo, imepelekea baadhi ya raia haswa wakahaji wa Goma kutoa maoni. Bibi Rachel Mululu ni miongoni mwa akina mama waliojieleza. Wamama wengi walikuwa nenda kumashamba, hawaendi tena kumashamba, wakienda kunakuwa wenye hata wanabakwa, na ile inaendelea kukua mateso. Na ndio maana tunasema kiongozi huyo wa MONUSCO kufika kuonana na waongozi wa M23 na wapiganaji pia wa FDLR, tunasema kwetu ni jambo njema, kwa sababu tunasikia kama MONUSCO inahusika na usalama na amani. Ni kusema wanafika huku, tuna imani ya kwamba inchi itarudia moja, haitarudia tena vipande, na waongee zaidi sana kuhusu amani na salama. Kwa kweli tuna lazima ya amani, sisi kama wamama tuna lazima ya umoja kati ya viongozi, waone faida kwanza ya raia mbele ya kuona faida yao binafsi. Bibi mwingine aliyebana jina kwa upande wake, licha ya juhudi zote zinazoendeshwa na wadau wa moja kama vile wengine, shauku yake ni kuwa Kongo ibaki moja. Sisi wamama tunalia sana, tunateseka na mambo ya vita. Wamama tunalia sana, tunakosa gisi ya kuskolarize batoto, tunashindwa gisi ya kujitunzisha hata, na tunapenda inji yetu ibakie moya indivisible. Vraiment wamama tunalia, hakuna mama wa Bukavu, hakuna mama wa Goma, hakuna mama wa Butembo, hakuna mama wa Walikale, hakuna mama wa Kinshasa, hakuna mama hata wa Bakongo. Kongo iko moja, na niweze kutoka hapa Goma nifike Kinshasa nikuwe libre mupei yangu. Tunalia sana sisi wa mama wa Kongo, mtu saidie. Msekedide, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika, Beni. Ni Msekedide. Hali ya soka nchini Kenya kwa sasa inazua hofu na masikitiko makubwa, huku taifa likikabiliwa na hatari ya kurejea kwenye adhabu ya kimataifa kutokana na migogoro ya uongozi ndani ya shirikisho la soka la Kenya, FKF. Je, ni nani anayelinda maslahi ya mamilioni ya Wakenya wanaopenda kandanda? Na je, mvutano huu ni kwa ajili ya maendeleo ya michezo au ni vita vya madaraka miongoni mwa wachache ndani ya FKF?
Tusikilize tahariri ifuatayo inayochambua hali halisi na kutoa tahadhari juu ya mustakabali wa soka nchini Kenya, ikisomwa kwako na Gilbert Chawinga. Mgogoro unaoendelea ndani ya shirikisho ya soka Kenya FKF ni jambo la kusikitisha na la kutia hofu, hasa ukizingatia kuwa taifa hili linaelekea tena kwenye hatari ya kupigwa marufuku na vyombo vya soka vya kimataifa. Hii si mara ya kwanza wa Kenya kujikuta katika hali kama hii, na kurejea kwake kunatoa picha mbaya ya kutokuwepo kwa udhabiti wa kiuongozi katika michezo. Kinachotia huzuni zaidi ni kwamba mgogoro huu unaonekana kuchukua sura ya mvutano wa madaraka miongoni mwa wachache badala ya kuwa mjadala wa kujenga na kulinda maslahi mapana ya soka la Kenya. Wakati viongozi wakivutana na kubishana juu ya mamlaka na nafasi zao, mamilioni ya Wakenya wanaopenda na kutegemea soka kama burudani, ajira na chanzo cha fahari ya kitaifa wanaachwa bila sauti. Uamuzi wa wanachama 9 kati ya 14 wa kamati ya utendaji ya taifa NEC kupitisha azimio la kuwataka viongozi wakuu wa shirikisho hilo kujiuzulu kwa muda kufuatia tuhuma za ubadhirifu wa fedha za shilingi milioni 42 za Kenya za mashindano ya CHAN huashiria mgawanyiko mkubwa wa kiuongozi. Hatua hii, ingawa inaweza kuonekana kwa juhudi za kuimarisha uwajibikaji, imeibua maswali kuhusu uhalali wake na namna ulivyotekelezwa, isionekane kama juhudi za kupata madaraka kupitia mlango wa nyuma. Rais wa FKF Hussein Rashid Mohamed, mjumbe wa NEC Abdullahi Yusuf Ibrahim pamoja na kaimu katibu mkuu Dennis Gicheru wanastahili kupata nafasi ya kujieleza bila kuonekana kusukumwa nje na maslahi ya wachache. Ni muhimu kukumbuka kuwa kandanda si mali ya viongozi wachache, bali ni urithi wa taifa. Hatima ya wachezaji, makochi, wadhamini na mashabiki iko hatarini pale ambapo migogoro ya ndani inapopewa kipaumbele kuliko uwajibikaji na uongozi bora. Marufuku kutoka kwa mashirikisho ya kimataifa kama FIFA na CAF haitawaathiri viongozi pekee, bali itapiga pigo kubwa kwa taswira ya Kenya kimataifa na kuzima ndoto za vijana wengi wanaotamani kung'ara kupitia mchezo huu. Onyo linapaswa kutolewa kwa wahusika wote. Huu si wakati wa kushindania madaraka au kulinda maslahi binafsi, ni wakati wa kuweka mbele maslahi ya taifa, kuheshimu taratibu na kuhakikisha kuwa haki na wazi vinazingatiwa. Viongozi wanapaswa kukumbuka kuwa wanajibika si kwao wenyewe, bali kwa taifa nzima. Iwapo hatua za haraka na za busara hazitachukuliwa, Kenya inaweza kujikuta tena katika aibu ya kufungiwa, hali ambayo itaendelea kudhoofisha maendeleo ya soka na kuharibu hadhi ya nchi. Hussein na kundi lako, Mariga na kundi lako, shusheni jazba, mtangulize mazungumzo na kuruhusu uchaguzi huru kufanyika bila kuingiliwa kwa manufaa ya soka ya taifa kwa ujumla. Tegea tahariri ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika kila siku, ambapo huangazia masuala muhimu kuhusu bara letu la Afrika. Ikiwa unajiunga nasi, shukrani na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Subscribe, yani ujiunge na YouTube yetu. Sote tu familia moja, sauti moja Mwafrika. Wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema No City narusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia Radio Washika. Radio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Edith Peter. Kwa heri kwa sasa, jioni njema.